Moja ya stori kubwa kwa sasa ambazo zimekuwa zikizungumzwa sana kwenye mitandao ya kijamii ni pamoja na taarifa kutokea Ulaya ambako bunge la Ulaya limeidhinisha jana kuhusiana na azimio la haki za binadamu kuhusu Tanzania na kulani hatua ya kutiwa nguvuni kwa kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu ambaye ni kiongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Katika azimio lao, wabunge wa Ulaya wamelaani kukamatwa kwa kiongozi huyo na kueleza wasiwasi wao mkubwa kuhusiana na tuhuma za kisiasa dhidi yake ambazo hukumu yake huenda ikawa ni kifo. Aidha, zimetaka mamlaka za Tanzania kurejesha ushiriki kamili wa chama hicho katika uchaguzi mkuu Oktoba 2025 na kufanya mazungumzo na vyama vyote vya kisiasa kuhusu mageuzi ya uchaguzi, kuheshimu haki za vyama vya siasa na kuhakikisha uchaguzi huru na wa haki unafanyika. Wakati bunge la Ulaya likiazimia kuhusiana na mambo hayo, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeeleza kusikitishwa na azimio hilo lililotolewa na bunge la Ulaya ambalo limeomba kuachiwa huru kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu ambaye anakabiliwa na mashtaka kadhaa ikiwemo kosa la uhaini. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje, imeeleza kuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tangu 2021 imefuata mageuzi mapana ya kisiasa na sheria chini ya falsafa za Mheshimiwa Rais za 4R ambazo ni maridhiano, ustamilivu, mageuzi na ujenzi mpya. Imeeleza kuwa marekebisho hayo yameleta matokeo yanayoonekana ikiwa ni pamoja na kurejeshwa kwa uhuru wa kisiasa, uhuru wa kiraia, pamoja na uhuru wa vyombo vya habari na upitishaji wa sheria mpya za uchaguzi na kupelekea kuanzishwa kwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasikitishwa zaidi na mwenendo unaoonekana kama inavyoonekana katika azimio la bunge la Ulaya na baadhi ya watendaji wa kimataifa kutoa maamuzi kwa kuzingatia taarifa zisizo kamili au upande wowote bila ya kushauriana kwanza kupitia njia za kidiplomasia. Njia hii inatafasiri vibaya na upotoshaji wa hali ya nchi. Taarifa hiyo imeendelea kufafanua vile vile kwamba baadhi ya matukio nchini Tanzania ikiwa ni pamoja na kesi za pekee za kisheria zimetengwa kwa ajili ya kuchunguzwa, wakati maendeleo yaliyopatikana katika maendeleo kama vile uhuru wa vyombo vya habari, ushirikishwaji wa kisiasa, mageuzi ya uchaguzi na ujenzi wa amani. Pia taarifa hiyo imeongeza kuwa Tanzania ni nchi huru yenye katiba na inaongozwa kwa utawala wa kisheria, hivyo masuala yote ya kisheria yanashughulikiwa kwa uhuru wa mahakama kama mmoja ya mmiliki wa nchi, kuzingatia viwango vya taratibu za kimataifa, na serikali haiwezi kuingilia mashauri ya kimahakama. Aidha, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imesema kuwa itaendelea kuthamini ushirikiano wake na Umoja wa Ulaya na iko tayari kwa mazungumzo yenye heshima misingi ya kila taasisi ya nchi. Wakati taarifa ya Ulaya imetolewa na taarifa Tanzania pia wametoa kuhusiana na mwenendo wa hali ya kisiasa nchini Tanzania, na kama ambavyo umesikia, Tanzania ni nchi ambayo inazingatia misingi ya haki, uhuru na kuheshimu mawazo ya kila mmoja. Wakati hayo yanaendelea, tukumbuke ya kwamba tarehe 19 Mheshimiwa Tundu Lissu ataitwa tena mahakamani ama ataletwa mahakamani kwa ajili ya kesi yake, na tayari mahakama ilishatoa utaratibu wa kesi hiyo. Moja ya taratibu ambazo walizitoa ni pamoja na kesi hiyo iendeshwe kwenye mahakama ya wazi, yani open court. Watu wote waruhusiwe kuja ukumbini kwa wazi, lakini pia watu waingie kwa amani na kutunza amani ya nchi nje na ndani ya mahakama. Lakini watu waingie kwa amani na kutunza amani nje na ndani ya mahakama, lakini linki itumwe kwa wasio na uwezo wa kufika mahakamani kwa ajili ya kusikiliza kesi hiyo. Kwa hiyo hayo ndio ambayo yanaendelea, na miongoni mwa mambo ambayo pia bunge la Ulaya limesema ni kutokana na kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu. Kipi ambacho kitakuja kutokea, ama jambo gani ambalo tunatazama ama tunafikiri litatokea, basi ni jambo la kuendelea kusikiliza na kufuatilia taarifa hasi itakapofika tarehe 19 mwezi wa 5, ili kila mmoja aweze kujua nini hatima ambayo itaweza kutolewa.
Mimi ni Yusufu Athmani na hii ni Sky4 Media. Kama huja subscribe basi unaweza ukafanya hivyo, ukalike, ukacomment kwa ajili pia ya kuwasilisha maoni yako kwa hiki ambacho umekisikia,